Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba shambulio dhidi ya Israel litakuwa ni kosa kubwa zaidi katika historia ya Iran. Iwapo Iran itafanya shambulizi dhidi ya Israel katika operation itakayoanzishwa na Marekani, litakuwa ni kosa kubwa katika historia yao, na anaonya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, na anatishia kwamba watatoa jibu kubwa kwa uchokozi wowote. Akizungumza wakati wa mjadala unaoitwa Saini 40 katika bunge la Knesset, Netanyahu alisisitiza kwamba Israel haijawahi kuwa na nguvu kuliko ilivyo sasa na kwamba mkataba wa Yerusalem na Marekani haujawahi kuwa karibu. Mjadala wa Saini 40 ni fursa kila mwezi kwa wabunge kumshurutisha waziri mkuu kuzungumza na kujibu wapinzani wake baada ya kupata idadi inayohitajika ya watia saini kwenye ombi. Mjadala wa Jumatatu ulitishwa kukosoa sera za usalama za Netanyahu. Waziri mkuu huyo alisisitiza katika hotuba yake kwamba uhusiano wake wa binafsi na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na ule kati ya jeshi la ulinzi la Israel na jeshi la Marekani haujawahi kuwa bora, huku akionya kwamba tukio katika nyakati ngumu na zenye changamoto. Tunaweka macho na kujiandaa kwa hali yoyote ile. Niliweka wazi kwa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei kwamba kama watafanya pengine kosa kubwa zaidi katika historia yao na kuishambulia Israel, tutajibu kwa nguvu wasioweza kuifikiria. Hata hivyo, katika wakati huu inatajwa kwamba meli ya kivita ya USS Gerald Ford itaelekea huko nchini Israel na kwamba kuna uwezekano mashambulizi yakatokea nchini Israel, na hili ndio jambo pekee litakalofanya Iran kuifanyia mashambulizi zaidi Israel. Iran iliapa kwamba itafanya mashambulizi makubwa zaidi nchini Israel ikiwa Marekani itaanzisha vita, lakini pia imesema kwamba zaidi ya makombora 2000 yatarushwa ndani ya Israel. Katika vita vya siku 12, Iran imesema ilirusha makombora 500 pekee, lakini wakati huu inaenda kurusha mara 4 zaidi, makombora zaidi ya 2000 yatarushwa. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amekuwa akizungumza mara kadhaa ni juu ya namna ambavyo anaionya Iran juu ya matokeo yoyote mabaya ambayo yangeweza kuikuta nchi hiyo, hasa katika kipindi ambacho kunaweza kukatokea vita kati ya nchi ya Marekani pamoja na taifa hilo la Kiajemi. Huku kukiwa na mkusanyiko mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati ambao umezusha hofu ya vita vikubwa zaidi, Trump alisema mazungumzo na Iran yanakwenda vizuri, lakini akasisitiza Tehran inapaswa kufikia makubaliano ya maana, la sivyo kiama kitaikuta nchi hiyo. Trump ametishia mara kwa mara hatua za kijeshi dhidi ya Iran mwanzoni kutokana na msako mkali dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mwezi uliopita ambao uliua maelfu ya watu, kisha hivi majuzi zaidi juu ya mpango wake wa nyuklia, lakini amejizuia kuweka tarehe ngumu ya kuchukua hatua. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wamekuwa wakimtazama rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba ni namna gani atakavyoishambulia Iran, na ni kutokana na namna ambavyo Iran yenyewe inadai imejiandaa kwa ajili ya kuikabili Marekani wakati wowote itakapoanzisha shambulizi. Mamlaka nchini Iran zinadai kwamba wakati wote zimejipanga kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani endapo itaamua kuishambulia, na wamesema kwamba ikiwa taifa hilo linahisi kwamba Iran ni taifa ambalo wanaweza wakalifanya chochote wawezalo kama mataifa mengine, huko ni kujidanganya, huku mamlaka zikiapa lazima zilipe kisasi. Gazeti la New York Times limeripoti Jumapili kwamba Trump anafikiria kuanzisha shambulizi dogo dhidi ya Iran katika siku zijazo ili kuishinikiza Tehran kukubaliana na matakwa yake ya nyuklia. Iwapo jamhuri hiyo ya Kiislamu itaendelea kushikilia, mashambulizi kama hayo yanaweza kufuatiwa na kampeni kubwa ya mashambulizi makubwa zaidi baadaye mwaka huu yatakayolenga mabadiliko ya utawala. Mzozo huo umeweka eneo lote kwenye hali mbaya na kuzua wasiwasi kwamba mapigano kati ya Marekani na Iran yataenea haraka. Iran imeonya kuwa hata shambulizi dogo la Marekani litaleta jibu kali la kijeshi na kushambulia maslahi ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo na Israel. Netanyahu aliweka hotuba yake katika bunge kuwa fupi isiyo ya kawaida, akiepuka mashambulizi dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa ambayo kwa kawaida ni alama ya mijadala kama hiyo, na badala yake akachagua kuzingatia karibu kabisa Iran. Badala yake akatoa wito kwa umoja kabla ya likizo ya Purimu ya wiki ijayo ambayo inadhimisha ushindi wa wakale wa Wayahudi wa ufalme wa Uajemi dhidi ya wale waliotaka kuangamiza.
Usiku wa kuamkia sikukuu ya Purimu akasema, tutasimama pamoja na kwa msaada wa Mungu tutahakikisha umilele wa Israel. Akifungua mjadala wa Jumatatu jioni, mwenyekiti wa Israel Beitenu Avigdor Lieberman alimsuta Netanyahu akimtangaza kama chama kikuu chenye hatia kilichohusika na mauaji Oktoba 7, mauaji makubwa na ya kutisha zaidi katika historia ya watu wa Kiyahudi baada ya Holocaust. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.